Watu wenye marungu na mapanga mitaani, waandishi wa habari wakishambuliwa na vifaa vyao kuporwa, mikutano ya kisiasa kigeuka uwanja wa vurugu. Matukio haya ya hivi karibuni mjini Homa Bay yameibua swali kubwa. Je, hizi ni vurugu za kawaida za kisiasa au ni viashiria vya hatari kubwa zaidi kuelekea uchaguzi wa 2027? Tathmini ya wakfu wa Kofi Annan inaiweka Kenya miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na hatari kubwa ya vurugu za uchaguzi katika kipindi cha 2026 hadi 2027. Kwa mujibu wa EVI ya wakfu wa Kofi Annan, kuna uwezekano wa 84.1% kwamba Kenya itakumbwa na aina fulani ya vurugu zinazohusiana na uchaguzi wakati wa uchaguzi mkuu wa 2027. Huu si utabiri kwamba vurugu lazima zitokee, ni makadirio ya hatari yanayotokana na modeli ya utabiri inayochanganua mazingira ya kisiasa, kijamii na hata kitaasisi. Ni onyo pia kwamba mambo yanayoweza kuchochea vurugu tayari yanaonekana. Kiashiria kimoja ni kuongezeka kwa kile kinachojulikana nchini Kenya kama goonism, matumizi ya makundi ya vijana au wahalifu kuvuruga mikutano, kuwatisha wapinzani na wakati mwingine kufanya mashambulizi ya kisiasa. Ieleweke kuwa Homa Bay si tukio la pekee. Vurugu za uchaguzi mdogo wa Olkalau na uvamizi wa mkutano wa kisiasa katika kanisa la Witima pia zimeibua wasiwasi kuhusu matumizi ya makundi hayo katika siasa. Hali hii imeibua maswali kuhusu kwa nini polisi wanachelewa au kukosa kuingilia kati kwa wakati na iwapo utekelezaji wa sheria unafanyika kwa usawa. Hatari nyingine ni lugha ya kisiasa. Wanasiasa wanapowasilisha wapinzani kama maadui, maandamano kama vitisho kwa taifa au kutangaza ushindi kabla kura hazijahesabiwa, mashaka yanaweza kugeuka hasira. Serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikisema baadhi ya mirengo ya kisiasa inalenga kuivuruga serikali. Upinzani nao umeshutumu serikali kwa kutumia polisi na makundi ya wahuni kuwanyamazisha wakosoaji. Lakini siasa za Kenya sasa hazitawaliwi tena na vyama pekee. Maandamano ya Gen Z yalionyesha nguvu ya uhamasishaji kupitia mitandao ya kijamii. Ukosefu wa ajira, gharama kubwa ya maisha, kodi na kutoridhishwa na uongozi vimekuwa vyanzo vikubwa vya hasira. Wakfu wa Kofi Annan unaonya kwamba vijana wasipopata njia salama za kushiriki katika siasa, hatari ya kuchanganywa na siasa za vurugu inaweza kuongezeka. Na uchaguzi hauanzi siku ya kupiga kura. Uaminifu kwa tume ya uchaguzi IEBC pia ni muhimu. Maswali kuhusu usajili wa wapiga kura, teknolojia ya uchaguzi, utangazaji na matokeo na uhuru wa IEBC yakiachwa bila majibu yanaweza kuzalisha mashaka kabla hata kura ya kwanza kupigwa. Polisi nao watakuwa chini ya uangalizi. Matumizi ya nguvu kupita kiasi au utekelezaji wa sheria kwa upendeleo yanaweza kuongeza mvutano. Mahakama, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia vitahitajika kulinda ushahidi, kutoa taarifa sahihi na kuhakikisha malalamiko yanashughulikiwa kwa njia ya kisheria. Kenya bado ina muda wa kuzuia vurugu na historia kujirudia, lakini hilo linahitaji wanasiasa kuwajibika, polisi kutenda bila upendeleo, IEBC kuaminika na matumizi ya makundi ya wahuni kukomeshwa. Matukio ya Homa Bay, Olkalau na maeneo mengine yanaonyesha kwamba kampeni bado hazijaanza rasmi, lakini viashiria vya hatari tayari vipo. Je, historia ya vurugu za uchaguzi inaweza kuepukwa?